Marekani imeikosoa vikali Israel, mshirika wake wa karibu katika Mashariki ya Kati, katika hatua isiyo ya kawaida baada ya waziri wa ulinzi wa Israel Katz kusema kuwa wanajeshi wa Israel wataendelea kubaki katika maeneo ya kusini mwa Lebanon licha ya masharti yaliyowekwa chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Idara ya nchi ya Marekani imesema inatarajia Israel kuheshimu kikamilifu masharti ya makubaliano hayo, ikiwemo kujiondoa katika maeneo ambayo ilikubali kuyaondoa majeshi yake. Kauli hiyo imeibua mjadala kuhusu utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na iwapo hatua za Israel kusini mwa Lebanon zinaendana na masharti yaliyowekwa. Msimamo huo wa Washington umetolewa baada ya Katz kufanya ziara katika maeneo ya kusini mwa Lebanon ambako vikosi vya Israel bado vinaendelea na operesheni zao. Katika ziara hiyo, Katz alisema kuwa jeshi la Israel halina mpango wa kuondoka mara moja katika maeneo hayo na kwamba wanajeshi wataendelea kuwepo kwa kile alichoeleza kuwa ni hatua za kuhakikisha usalama wa Israel na kuzuia Hezbollah kurejea katika maeneo yaliyo karibu na mpaka. Katz pia alithibitisha kuwa vikosi vya Israel vinaendelea kubomoa nyumba na miundombinu katika maeneo ya kusini mwa Lebanon. Israel imekuwa ikieleza kuwa baadhi ya shughuli hizo zinalenga kuondoa miundombinu ambayo inahusishwa na Hezbollah na kuzuia matumizi yake katika mashambulizi dhidi ya Israel. Hata hivyo, serikali ya Lebanon imepinga vikali kauli hizo. Waziri Mkuu wa Lebanon, Nawaf Salam, amesema uharibifu wa nyumba na miundombinu katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo unakiuka sheria za kimataifa na unapingana na wajibu wa kuheshimu mamlaka na usalama wa Lebanon. Mvutano huo sasa unatokea wakati ambapo makubaliano ya kusitisha mapigano yanapaswa kuweka msingi wa kurejesha utulivu katika mpaka wa Israel na Lebanon. Chini ya makubaliano hayo, vikosi vya Israel vinatakiwa kujiondoa katika maeneo ya kusini mwa Lebanon, huku jeshi la Lebanon likipewa jukumu kubwa zaidi la kuhakikisha kuwa eneo hilo linadhibitiwa na mamlaka rasmi za serikali. Mpango huo pia unahusisha kuzuia uwepo wa vikosi vyenye silaha visivyo vya serikali katika eneo la kusini mwa mto Litani, hatua ambayo inalenga kupunguza uwezekano wa Hezbollah kutumia maeneo ya mpakani kupanga au kutekeleza mashambulizi dhidi ya Israel. Kwa upande mwingine, Lebanon imekuwa ikikabiliwa na changamoto kubwa za kuhakikisha jeshi lake linaweza kutekeleza kikamilifu jukumu hilo katika mazingira ambayo Hezbollah bado ina ushawishi mkubwa wa kisiasa na kijeshi nchini humo. Hali hii imefanya utekelezaji wa makubaliano kuwa swala nyeti kwa pande zote. Israel imesema kuwa kuondoka kwa wanajeshi wake hakupaswi kufanyika kwa namna ambayo inaweza kuruhusu Hezbollah kurejesha uwezo wake wa kijeshi karibu na mpaka. Israel imeendelea kudai kwamba usalama wa raia wake na kuzuia mashambulizi kutoka Lebanon ni kipaumbele chake kikuu, lakini Lebanon imekuwa ikisisitiza kuwa uwepo wa wanajeshi wa Israel ndani ya ardhi yake unakiuka makubaliano na unazuia serikali ya Beirut kurejesha mamlaka yake kamili katika maeneo ya kusini. Beirut pia imeitaka jumuiya ya kimataifa kushinikiza Israel kutekeleza masharti ya makubaliano hayo. Kauli ya Marekani imekuwa muhimu kwa sababu Washington imekuwa mmoja wa wadau wakuu wanaohusika katika juhudi za kusitisha mapigano na kuzuia mapigano mapya kati ya Israel na Hezbollah. Ingawa Marekani imeendelea kuunga mkono haki ya Israel kujilinda, pia imekuwa ikisema umuhimu wa kuheshimu makubaliano na kupunguza hatari ya mapigano mapya katika eneo hilo. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi. Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.